Ikiwa ni Juni 2 mwaka 2025, Habari Digital imefika katika eneo la Ubungo Chaibora kwenye eneo ambalo lilipo kanisa la Ufufuo na Uzima, kanisa ambalo lipo chini ya mbunge ambaye pia ni Askofu Josephat Gwajima, kwa siku hii ya leo kwa ajili ya kuweza kuthibitisha kuhusiana na taarifa ambazo zinaendelea kuenea kwenye mitandao ya kijamii. Tumeiona hii taarifa na baada ya kuiona ikabidi tusogee mpaka eneo hili la Ubungo Chaibora kwa ajili ya kuweza kuthibitisha hiki ambacho kinaendelea kusambaa ama kuenea kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii kwa siku hii ya leo. Nitakutembeza katika baadhi ya maeneo kwa ajili ya kuweza kuona shughuli ambazo zinaendelea maeneo haya, lakini hii ni Habari Digital. Kwa maoni na ushauri tuandikie hapo kwenye sehemu ya kuandika maoni yako. Lakini pia usisahau kulike na kusubscribe Habari Digital. Mimi naitwa Manoni. Karibu tuweze kutembea kuangalia mazingira yalivyo, lakini pia kujua ni shughuli gani ambazo zinaendelea hapa kwenye hili kanisa baada ya kutoka kwa taarifa ya kwamba kanisa la Ufufuo na Uzima limefungwa ama limefungiwa kufanya shughuli zake za kikanisa. Nini kinaendelea hapa? Endelea kufuatilia na uweze kujua ni kipi ambacho kinaendelea. Tutakumbuka siku za hivi karibuni Askofu Josephat Gwajima alitangaza mfungo wa siku 7 kwa ajili ya kuweza kuliombea taifa, na mfungo huu ulikuwa unaanza Juni 2 ambayo ni leo mpaka Juni 8 mwaka 2025 kwenye eneo ambalo linapatikana hili kanisa la Ufufuo na Uzima. Lakini kabla ya kuanza rasmi kwa mfungo huu wa siku 7, mapema hii leo ikatoka barua ambayo barua hii ilikuwa ikionyesha kwamba kanisa hili limefungiwa kufanya shughuli zake za kikanisa kuanzia leo Juni 2 mwaka 2025. Lakini wakati huo huo pia Askofu Josephat Gwajima alikuwa tayari ameshatangaza ya kwamba leo ataanza ule mfungo wa siku 7 wa kuliombea taifa. Kukawa kuna ukakasi juu ya taarifa hii, lakini Habari Digital tukaamua kufunga safari kutoka ofisi za Habari Digital mpaka kufika hapa eneo la Ubungo Chaibora lilipo kanisa la Askofu Josephat Gwajima la Ufufuo na Uzima kuweza kushuhudia nini ambacho kinaendelea kwa siku hii hapa ya leo. Tulichokutana nacho ni hiki ambacho nakiona hapa. Tumekuta kuna magari ambayo yamepaki nje, lakini pia shughuli zikiendelea kama kawaida nje na barua hiyo ambavyo ilikuwa ikielekeza kwamba kanisa hili limefungwa kutoa shughuli zake za kikanisa. Sasa hiki ndicho ambacho nakiona hapa kwa sasa kikiendelea hapa kwa ndani ya kanisa. Ambacho kinaendelea ni maombi ya ule mfungo wa siku 7 kwa ajili ya kuweza kuliombea taifa. Of course shughuli bado zinaendelea kama kawaida, na hiki ambacho tumekutana nacho hapa ni magari ambayo yamepaki nje, magari ya wale ambao wamekuja kwa ajili ya kuweza kushiriki mfungo huu wa siku 7 wa kuliombea taifa ambao ulitangazwa siku za hivi karibuni na askofu ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Kawe, Josephat Gwajima. Mbunge Josephat Gwajima anaendelea kutoa huduma za mfungo wa siku 7 kwa ajili ya kuweza kuliombea taifa. Wengi walikuwa wanajiuliza kwamba je, ni kweli kanisa hili limefungiwa ama kuna nini ambacho kinaendelea? Lakini yote tumeamua kufika hapa, na hiki ambacho tunakuonyesha hapa kwa sasa ndicho ambacho kinaendelea kwenye kanisa la Askofu Josephat Gwajima. Na katika taarifa ambayo pia ameitoa kwa siku hii ya leo kuhusiana na kauli yake kwamba je, ni kweli kanisa hili limefungwa ama kuna nini ambacho kinaendelea, Askofu Josephat Gwajima alikanusha barua hiyo ambayo inaendelea kuenea kwenye mitandao ya kijamii. Na sisi kama Habari Digital tukaamua tufike hapa na tuweke kambi kuweza kushuhudia nini ambacho kitatokea kwa siku ya leo. Kanisa linaendelea kutoa huduma kama kawaida, na of course ule mfungo wa siku 7 wa kuliombea taifa umeanza leo rasmi hapa katika kanisa la Ufufuo na Uzima ambalo lipo chini ya Askofu Josephat Gwajima ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Kawe. Wengi walikuwa wanahoji, je, kuna ukweli wowote ambao
zihusisha taarifa ambazo zimetolewa kwenye ile barua ambayo inasambaa kwenye mitandao ya kijamii. Sasa mimi na wewe kama ambavyo tunaona hapa, na ndio maana tukaamua tufike hapa kwa ajili ya kuweza kujiridhisha, kujua je, ni kweli kanisa hili litasitisha huduma ambayo walipanga kuweza kuitoa ya siku 7 ya mfungo wa kuliombea taifa. Mambo yako hivi, na kama ambavyo unaona kwa sasa hali inaendelea, huduma zinaendelea kama kawaida. Of course, tumeamua kufika hapa kwa ajili ya kuweza kukuonyesha kila kitu ambacho kinaendelea na kukuonyesha hali ilivyo kwenye kanisa la Ufufuo na Uzima. Askofu Josephat Gwajima bado anaendelea kutoa huduma kama kawaida, na amekanusha kwamba kanisa lake haliwezi kufungiwa. Una maoni gani kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea? Mimi naitwa Manoni na hii ni Habari Digital. Maoni na ushauri tuandikie hapo chini kwenye sehemu ya kuandika maoni, lakini pia usisahau kusubscribe na kuendelea kuwa mwanafamilia mzuri kabisa wa Habari Digital. Kila muda, kila wakati, mahali popote ulipo, tupo kwa ajili ya kuendelea kukufikishia taarifa ambazo ni exclusive information. Tukutane baadaye kwa ajili ya kuendelea kuhabarishana zaidi mambo mengi kuhusiana na habari mbalimbali kutoka ndani ya nchi na nje ya nchi pia. Bye bye.